Ndugu zangu, kipekee niwashukuru sana wote ambao wameshiriki katika jambo hili la mkono wa iftar. Sisi kama chombo, kwetu sisi jambo hili ni jambo muhimu sana. Kiacha tu dini kutuelekeza kwamba siku kama ya leo ni jambo muhimu, ni kitu muhimu kukifanya, lakini pia kama wanadamu, kama Watanzania ambao tumelelewa, tumekuzwa kwa upendo, ni mambo ambayo tunatakiwa tuyafanye. Na sisi kama chombo, kwa dhamana ambayo tumepewa ya vyombo hivi, tukasema siku ya leo tuitumie katika vyombo hivi kuhakikisha kwamba Watanzania wanafaidika nayo. Pamoja na faida ni jambo kama hili, mkono wa iftar. Mkono huu naamini light kama ingesema tu labda Diamond aje mwenyewe au Zembwela tu aje mwenyewe, tusingekuwa na uwezo wa kuwafikia, kuwagusa wingi wa watu hawa. Na nitawaambia tu ukweli, tuliogopa kutangaza kwa muda mrefu tutakabidhi lini na sehemu gani, kwa sababu tulijua kabisa ingeweza kuwa fujo kubwa na watu tunawakusudia siwafikie. Ndio maana tulitangaza jana tu, tukasema kesho leaders panapo majaliwa inshallah kwa tunakabidhi vile vitu. Lakini zoezi hili lisingekuwa jepesi pasipo kushirikiana na watu, na kupitia chombo kimetusaidia kumobilize, kuunga, kushirikiana na watu. Na niwashukuru sana watu mbalimbali wamejitoa baada ya kuambia tuna wazo hili, tunawaza kabla ya siku ya Eid al-Fitr, basi tutoe mkono wa Eid kwa ndugu zetu mbalimbali, vituo vya watoto yatima, kwa watu wenye uhitaji, na wengine ambao pengine maskini ya Mungu Eid yao hii haijawakaribia vizuri. Tukasema basi sisi kupitia dhamana ya chombo hichi ama vyombo hivi vya habari tulivyopewa na serikali, tuitumie chanya katika kuwaomba watu, katika kuwahamasisha watu, kuwasisitiza watu kwamba jamani, tukusanyikeni kwa pamoja tuweze kutoa mkono wa Eid kwa ndugu zetu. Na kiukweli mwitikio umekuwa ni mkubwa sana. Mwitikio umekuwa ni mkubwa sana. Watu wengi wamejitoa, kampuni, taasisi na watu binafsi, wasanii, viongozi wa serikali, viongozi wa makampuni, na mpaka mara ya mwisho nazungumza na kurugenzi wa vipindi, namuuliza naomba nipatie jumla ya idadi ya vitu vilivyokusanywa. Tena hii ilikuwa ni jana saa 6 mchana. Anaambia mpaka sasa tuna mchele, unga wa ngano kilo 925, na jeans 7,000, t-shirt 6,000. Na hizo zote jeans, tunaposema t-shirt ni nguo mpya kabisa, nguo za mchanganyiko 150, maji katoni 200, chumvi katoni 8, mafuta, mataulo, tuna mbuzi, kahawa, magodoro, nguo, viatu, nywele. Na mpaka kuna nywele pesi 100.
Maana siku hizi si wapo watu wanakopata yule hawamvai kipekee za shughuli zile. Basi hawa watu namna wanavyotupenda na kutunga mkono wametuletea mpaka nyupe. Lakini tuliwaomba ndugu zetu wasanii. Unajua wasanii ni miongoni mwa watu ambao wananunua nguo nyingi sana, halafu ni za gharama sana. Msanii ananunua nguo tu ya 600, nguo ya milioni. Tunaona wakienda kwenye red carpet sasa nguo anavaa. Tukawaambia, na kwa sababu mimi nafahamu mara nyingi zile nguo akizivaa hazirudi, kwa sababu akizirudia wanaogopa watachambwa mtandaoni. Kwa mtu akivaa mara moja tu kaiacha. Tukomeza ukiziweka ndani hapate baraka. Tuleteeni sisi tukawape watu wakivaa nguo na kumbuka bwana nguo hii alivaa Zuchu Sefrani. Nguo hii alivaa Fani Sefrani. Ile post ninaonaga Fani anachambwa kumbe ndio alivaa nguo hii. Yaani zote zinakuwa zipo. Na niwashukuru sana wasanii na mashabiki tofauti. Kiukweli wengi wamechangia na vyote tuko navyo hapa. Tukasema jambo hili ni la haki. Tutavileta vyote. Uongozi umeweka utaratibu sahihi ya kuhakikisha kwamba tunaviwasilisha kwenu. Ndugu zangu, ningeomba kwa upendeleo niwashukuru sana timu yangu, taasisi yangu ya Wasafi. Wafanyakazi wote wa Wasafi, wadau wote wa Wasafi, lakini kwenye hii nipendelee sana wafanyakazi wenzangu wa Wasafi. Kwa kweli wanafanya kazi kubwa sana. Hili jambo tumelizungumza kupita siku kama 4 au 5 nadhani. Lakini nguvu kubwa walioifanya ndio imepelekea mpaka leo tumesimama hapa na kukusanya hivi vitu. Kwa hiyo ndugu zangu Wasafi, mimi nashukuru sana. Inshallah Mwenyezi Mungu awabariki sana, wajalie kila heri kwa jambo hili lilifanya kwa sababu ya Allah. Kwa sisi kama taasisi ya Wasafi, jambo hili lilifanya jambo muhimu sana. Kwa sababu licha nini kuwa wasikilizaji wetu, lakini Watanzania wenzetu, miongoni mwao kuna Waislamu wenzetu, kuna Wakristo wenzetu. Sasa tuna kila sababu ya kuhakikisha kwamba jambo hili tunalifanya, na ndio fahari yetu. Napopewa dhamana ya leseni, sio tu kutangaza umbea. Unasikia Lokole kamchambaula hapa. Kiacha mambo ya umbea, je, mnawasaidiaje watu, mnagusaje watu? Na hili miongoni mwa maelekezo ambayo serikali inatuelekeza, ama leseni tunazopewa inatuelekeza. Rudini mkaketi, nje ya mchele, sukari na vyote ambavyo mmekabidhiwa, bado kuna bahasha zinaandaliwa, basi zitakuja. Mkurugenzi, mimi nafikiri tungeendelea na kundi lingine wakati mwasibu wetu mkuu anaendelea na shughuli nyingine. Ninyi sasa naomba mshuke, mrudi mlipokuwa mmeketi. Mrudi mlipokuwa mmeketi, mtaitwa hivyo kama mlivyo. Lakini ningeomba hii mizigo iende kwenye gari la Magomeni na mdani. Hii mizigo ambayo bado iko hapa iende kwenye gari la watu wa Magomeni. Naambiwa watoto wetu Tanzania na wenyewe wako Mbezi, lakini South Special ambao ndio hawa na wenyewe wanatoka Mbezi Makabe. Wote wanatoka Mbezi. Niko hapa na ustawi anatuweka vizuri kabisa. Sasa angalieni picha. Hili namna ya kukabidhi, mimi ningeshauri mpate kibaba kidogo kwa mnyanyua hapa. Au mchukue box kwa niaba ya. Tutaweza kunyanyua kiroba hicho. Unafanya mazoezi. Kurugenzi, unafanya mazoezi. Naam. Kwa ufupi tupate picha nzuri za kumbukumbu. Asante sana watu wa Still Picture. Vizuri sana. Sasa nimepata msaada. Subirini hapo. Njoo, pita hapo. Ibaka. Toa ile, simamisha gunia ile hapo. Sije kuonekana tumewapa vigiro viwili. Nimekwambia hiyo 200 hiyo.
Sogea. Sogea mbele yao. Wakati huo kituo cha Mbezi pia mnajiandaa, nitawaambia muinuke. Asante sana. Sasa kibaba hapo tupishe, uache viongozi waweze kushikilia juu. Asante sana. Lakini kuna nguo ziko hapa za kutosha.